Yahya Njenge yuko hapa kwenye countdown ya Amplifier. Pembeni yake Millard Ayo, Frida Amani na Video Vidox kwa ajili ya page namba 3. Na page namba 3 leo tunaidedicate kwa nahodha wa Tanzania Mbwana Ali Samata, ambaye ni rasmi usiku wa kuamkia leo, ukiachilia mbali celebration za mashabiki wa Messi kwenye finali za kombe la dunia. Kulikuwa kuna posti ambayo Mbwana Samata aliposti kwenye ukurasa wake wa Instagram, ambayo naweza kusema ilileta hisia mchanganyiko sana kwa waliopokea ile posti. Ni posti ambayo ina maneno ya kuwaaga wa Tanzania kwamba kwa sasa anastaafu kuitumikia timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Na ameeleza mambo mengi kwa urefu wake, lakini kwa kifupi ameeleza namna ambavyo ameitumikia Taifa Stars kwa takriban miaka 15, huku akiwa kama nahodha kwa miaka 10 kwenye kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars. Lakini anaona sasa ni muda wa yeye kuwashukuru wa Tanzania, TFF na kila mdau wa mpira kwa support ambayo walimuonesha katika wakati wote, ila anaona sasa ni muda wa kuacha watu wengine waweze kushika hiki kijiti na kuweza kusonga mbele zaidi. Kwa hiyo ni posti ambayo kwa maneno machache naweza kutamka hayo, japokuwa ilikuwa ni posti ndefu kiasi chake. Na nimetazama mpaka muda mfupi uliopita, ni posti ambayo ilikuwa ina zaidi ya comment 11,000 na ushare kuonesha kwa namna gani watu wengi walireact baada ya hiyo posti. Na katika hizo comment zimekuwepo comment za kumshukuru na kufurahia tu uamuzi ambao ameufanya, lakini zipo comment zinazoashiria kwamba bado Mbwana Samata wa Tanzania wanamuhitaji kwenye kikosi cha timu ya taifa. Nimekutana na comment ya mkuu wa idara ya habari na mawasiliano wa Young Africans, Ali Kamwe. Yeye anamwambia Samata, lala ukiamka kunywa chai alafu ufute hii post captain. Taifa bado linahitaji icon yake kwenye AFCON ya 2027 ya kihistoria mwakani. Tutaagana uwanjani na sio Instagram. Hiko ndicho ambacho Kamwe ameandika. Lakini vile vile nimekutana na naibu waziri wa habari, sanaa, utamaduni pamoja na michezo, Mwana FA, Hamisi Mwinjuma. Amesema kwa na yeye ameandika, Captain, asante kwa kila kitu. Asante sana, hudaiwi na mtu. Lakini tunaombi moja tu, watu wa mpira, hatuwezi kushiriki AFCON itakayopigwa nyumbani. Anauliza kwamba hatuwezi kushiriki AFCON itakayopigwa nyumbani pamoja ukiwa dimbani, halafu tukujengee mnara wako mkubwa, tuache upumzike tafadhali. Na again, asante sana Captain. Akarudia tena maneno hayo. Kwa hiyo kumekuwa kuna hizo reaction zinazoashiria kama bado Captain anahitajika, watu wanamuhitaji. Na ukitazama kwenye reality, ni kweli Captain bado anahitajika. Kwenye historia ya mpira wa Tanzania tuna uwezo wa kusema yeye ni goti wa mpira wetu. Kwa sababu sofa kuna record nyingi ambazo amezifanya Mbwana kwenye ardhi ya Tanzania. Hajapata kuzaliwa mtu ambaye amefanya hivyo vitu. Rekodi ya kwanza kubwa, Mbwana amewahi kushinda, ni mchezaji wa kwanza kutoka ardhi ya Tanzania kushinda ubingwa wa Champions League ya Afrika. Utakumbuka mwaka 2015 alishinda akiwa na TP Mazembe ya Kongo. Lakini Mbwana Samata amekuwa ni Mtanzania wa kwanza na wa pekee kushinda tuzo ya mchezaji bora wa Afrika kwa wachezaji wa ndani. Amekuwa ni wa kwanza na wa pekee mpaka sasa. Ilikuwa mwaka 2016, mwishoni mwa mwaka 2015 alishinda hiyo tuzo, akiwa pia mfungaji bora wa Champions League ya Afrika. Mbwana Samata, kumbuka, amekuwa ni Mtanzania wa kwanza kucheza Premier League England. Na ndio wa pekee mpaka hivi tunavyozungumza. Mbwana Samata ni Mtanzania wa kwanza na wa pekee. Ni wa pekee hivi kucheza ligi kuu ya England. Ni Mbwana Samata pekee, hajapata kuzaliwa Mtanzania yote ambaye Aisha Masaka anacheza. Au ni kwa upande wa wanawake nafikiri. Kwa upande wa wanawake of course neno Mtanzania pekee kidogo liniue. Sawa basi naomba niweke vizuri kwa upande wa wanaume. Lakini pia Mbwana Samata ni Mtanzania wa pekee ambaye amewahi kufunga goli kwenye uwanja wa taifa wa England, uwanja maarufu dimba la Wembley. Aliwafunga Manchester City goli pale Mbwana Ali Samata. Mtanzania wa pekee ambaye amewahi kufunga goli kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Amefunga goli, aliwafunga Liverpool goli la kichwa kama unakumbuka, mechi ya Liverpool dhidi ya Genk.
anafunga dhidi ya Virgil van Dijk, moja kati ya mabeki wakubwa. Kwa hiyo ni Mtanzania ambaye ana rekodi nyingi sana kubwa ambazo tunajivunia. Kwa hiyo yeye ndiye ambaye tunapozungumzia soka la Tanzania tunapaswa kumweka front, kwa sababu hata dunia inamtambua kwamba huyu ni Mtanzania na anafanya haya mambo makubwa ambayo ameyafanya. Kwa hiyo ni vema kiukweli kuhakikisha tunakuwa naye Samata kwenye AFCON ya mwaka 2027 ambayo sisi tutakuwa wenyeji, na haitokuwa mtu wa kwanza Samata kutangaza kustaafu alafu baadaye akaombwa na kurudi kuitumikia timu ya taifa. Hata Messi alishafanya hivyo. Messi umemzungumzia, ilikuwa ni baada ya ilikuwa ni mwaka 2016. Alipoteza finali ya Copa America mwaka 2016 na uko nyuma tayari mwaka 2014 kama unakumbuka World Cup iliyofanyika Brazil, walipoteza Argentina finali ya kombe la dunia wakifungwa na Ujerumani. Maana yake alipoteza finali 2 za mashindano makubwa mfululizo. Baada ya hapo na maneno mengi ya dhihaka na nini aliyokutana nayo, alireact vibaya kwa kusema sasa mimi naona ni muda wa kustaafu. Baada ya kukaa pembeni, rais wa nchi, chama cha mpira cha nchi kikaamua kuingia mzigoni kumbembeleza, bwana Messi, tunakuhitaji, bado unapaswa kurejea. Na nakumbuka mmoja wa wachezaji ambao pia alitoa ushuhuda miongoni mwa watu ambao aliandika pia barua ya wazi, Enzo Fernandez, kwamba Messi, tunakuhitaji bado timu ya taifa, pamoja na watu wengine mashuhuri Argentina. Messi akakubali kurejea kwenye kikosi cha timu ya taifa kama miezi 2 au 3 baadaye, na Mungu si athumani, World Cup 2022 anashinda kombe, ile Copa America 2021 pia alishinda kombe, akashinda mataji 2 ambayo hakuwa nayo kabla baada ya kurejea. Na hata ukirudi nyuma zaidi kwenye mwishoni mwa mwaka 1960, gwiji wa soka duniani Pele kutoka Brazil alitangaza kustaafu kuitumikia timu ya taifa ya Brazil. Lakini kabla ya finali za kombe la dunia za mwaka 1970, rais wa nchi, chama cha mpira kikamuomba Pele akarudi kuitumikia Brazil na wakashinda ubingwa wa dunia. Wakawa mabingwa wa kama na Mona Ronaldo vile. Kwa hiyo ilipita miaka karibu 10 hapo, lakini alirudi. Kwa hiyo haitokuwa dhambi na haitokuwa wa kwanza. Kwa hiyo kwa mahitaji yetu, umri wake ni anaelekea miaka 34 kwa mujibu wa umri alionao. Inawezekana akawa hana energy kubwa sasa ya kutupa uwanjani, lakini bado anavyo vitu vya kufanya kwenye dressing room kwa wachezaji, kuanzia ushawishi wake, lakini vile vile namna ambavyo hata ukirejea kwenye AFCON iliyopita tulisikiza comment za wachezaji wengi wakimzungumza Samata, namna ambavyo alikuwa na play part kubwa kwenye dressing room, kwenye kuwatia moyo wenzake kuelekea kwenye mechi ambazo ni ngumu, kwenye namna ambavyo hata akiona wachezaji wako nje ya mchezo anawarejesha. Na hata baada, kama unakumbuka tulivyofuzu ile hatua ya mtoano kwa mara ya kwanza, kama unakumbuka, mtu ambaye alikuwa anashangiliwa sana alikuwa ni Mbwana Samata kwenye vyumba vya kubadilishia nguo. Anabebwa, anashangiliwa, japokuwa ni mtu ambaye dakika alizocheza uwanjani hazikuwa nyingi. Picha tunaoipata ni kwamba mchango wake yeye sio tu kwenye kufuja jasho kwenye dakika 90, bado ana mchango mkubwa kwenye mpira wetu. Kwa hiyo mimi naungana na hawa ambao wamecomment kumuomba Captain Popa Samata arejee kulitumikia kwanza taifa mpaka itakapopita AFCON 2027. Mimi comment yangu ndogo sana, basi naangalie. Kuna kitu kimoja wanasemaga, dansa mzuri au ni msanii mzuri anajua muda gani aondoke uwanjani au aondoke kwenye stages. Wa Tanzania tumekuwa na lawama michuano kadhaa nyuma ambapocheza hapa, watu wanasema ana cost team, Samata sio yule, hivi vitu ambavyo vinamkuta Ronaldo sasa hivi na watu wengine. Kitu ambacho kwa afya yake kisaikolojia, kwa mwingine anaweza kuwa anashindwa kuihandle pressure, kwa sababu anajiona kabisa yeye tayari umri wake na hana namna ya kuisaidia. Japo umetoa comment nzuri kwamba asipoisaidia uwanjani anaweza kaisaidia hata kwenye chumba cha kubadilisha nguo. Kwa sababu gani? Yeye ana experience, amecheza michuano mikubwa, amecheza na wachezaji wakubwa, so maybe inaweza kasaidia. Ila kama anajisikia kupumzika ni vizuri, kwani atakaposhindwa pia kuizalishia hii timu chochote, lawama ya wabongo tunaijua. Yani hata kama mipira atakosa miili 3, bongo pressure yake ni kubwa, wataendelea kumtukana, mwisho wa siku ajikute ana staff akiwa na stress mengi, na ile heshima ama uwezo ambao ameuonesha kwa timu yake ya taifa kwa miaka yote ukavunjika kwa sababu ya michezo ya AFCON ambayo iko hivyo. Kwa uzoefu mdogo Fido, labda au ulikuwa cha Fido useme chochote? Kwangu mimi personally ninavyohisi, cha kwanza tunapaswa sana kumshukuru kwa ubora ambao amekuwa akiuonesha kwa muda mrefu. Lakini pia I also think kwa sababu yeye ni Samata na ndo yeye hapo ndo tulioko naye, na
amecheza muda mrefu, kashatukanwa sana, kashaambiwa hafanyi katika ubora sana. Si bado tunamhitaji sana. Kwa hiyo kama akiweza kutuonea huruma tutashukuru sana. Kabisa. Sasa na ndio nitaka nimuelezee video ile kwamba watu wa mpira duniani kote huwa wako hivi walivyo wa Tanzania. Inawezekana kwa sababu wa Tanzania ndio tuko karibu hivi tunaonana. Ndio unaona kwamba bwana wanasema vibaya, wanafanyaje. Imagine kama hata Messi aliwahi kuamua. Hebu fikiria hii Messi tunamshangilia mpaka sisi huko. Lakini bado hadi Messi lawama aliona zimezidi. Tafsiri yake ni kwamba watu wa mpira wako hivyo kwenye maisha yao yote. Kwa hiyo kwa maturity ambayo amefikia Samata sasa hivi, sidhani kama anasumbuliwa tena na lawama za watu wa mpira. Badala yake anaweza tukuziweka pembeni na maisha mengine yakaendelea. Watu wa mpira watasema ya kwao, lakini bado tunamhitaji. Kama Vozinha amecheza akiwa na miaka 40 World Cup na maisha yanaendelea, na leo hii amekuwa moja ya magwiji. Watu wanampa mpaka jezi ya sign, goalkeeper yule wa Cape Verde. Ana miaka 40 na anacheza World Cup yake ya kwanza na watu sign star. Samata kwa umri wake bado ana vitu bado vya kufanya. We still need campaign. Bring back some goals. Tukae kama watu. Hilo ni pepa la 3 kwenye countdown ya Amplifier, na tunamshukuru sana Yahya Magoli. Yahya Goals kabisa. Amefunga magoli yake hapa kwenye page namba 3.